Title ya ujumbe wa siku ya leo, tunaendelea kuhimizwa katika hii nyakati na huu wakati wa maombezi na huu mwaka wa 2025 ambao tunajua katika kupitia kwa mtumishi wa Bwana tumepatiwa muongozo mzuri sana, na tunaendelea kuhimizwa kujengwa katika ule msingi. Tuliwekewa msingi, so tunazidi kumwagilia maji, tunazidi kusindiria ili msingi wa huu mwaka wa kupokea urithi wetu ukaweze kupatikana. Amen. Kwa hivyo ujumbe wa siku wa leo nimeupa title ambayo tunasema give me that mountain. Give me that mountain. Na unaweza eka stroke, give me my inheritance. Amen. Ya kwamba nipatie mlima wangu, nipatie urithi wangu. Huo ndio ujumbe wa siku ya leo ambao unazidi kutuweka misingi, unazidi kutujenga, kumwaga mawe ya kuendelea na mjengo wa kuweza kuhouse our inheritance in this year 2025. Nataka uandamane nami katika kitabu cha Joshua, ile tu tumepatiwa na mtumishi wa Bwana. Joshua 14, tutasoma mistari michache kwa sababu natumai ya kwamba 14 yote tumeweza kusoma katika nafasi zetu, katika pale nyumbani, kazini, tukiendelea katika hali ya maombezi. Joshua 14 mstari wa 6 mpaka mstari wa 15, na my emphasis ni mstari wa 12, lakini tutasoma kuanzia mstari wa 6 mpaka mstari wa 15 kama tumewekewa katika Kiswahili ili tukaweze kusoma pamoja. Joshua chapter 14 verses 6 to verse 15. Joshua chapter 14 verses 6 to verse 15. Kama tumefika pale tuwekewe Joshua 14, na kama haipatikani pale kwa runinga, nataka ili tuweze kuisoma kwa Kiswahili, ili tuweze kubarikiwa pamoja vizuri. Wanapoitafuta pale, nataka tuweze kushiriki kuwekwa misingi vile tunasema mwaka wa urithi. Na wakati mtumishi wa Bwana alinipatia nafasi ya kuhubiri, nilikuwa na ile hali ya kuangalia neno, ninajaribu kuzunguka, ninarudi katika urithi. Kwa hivyo kuna jambo Bwana anataka tuweze kulishika mwaka huu, na kama vile amesema, na sijui ni wangapi wanaweza kusikiza vizuri, anasema ya kwamba huu mwaka tukifika mwezi wa 6 tutaona utofauti, na sijui kama ni tofauti ya watu wengine ama ni sisi tuko hapa. Mimi naomba Bwana anisaidie nikapatikane katika utofauti ifikapo mwezi wa June katika jina la Yesu Kristo. So nakuombea wewe mpendwa, nikijiombea ya kwamba Bwana anisaidie niwe na moyo wa kutamani ya kwamba huu mwaka itakuwa tofauti na miaka ingine. Huu mwezi na kuendelea utakuwa tofauti na miezi ingine ambayo tumezoea. Tunasema mwaka huu ni mwaka wa utenda kazi, tunapewa ujumbe, na labda inawezekana ya kwamba kuna wakati hujapata tofauti, lakini naomba ya kwamba neema ya Bwana ikatusaidie, ikatusukume ili ya kwamba huu mwaka tukaweze kupata tofauti katika jina la Yesu Kristo. Amen. Then the children of Judah came unto Joshua in Gilgal, and Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite said unto him, You know the thing that the Lord said unto Moses, the man of God, concerning me and you in Kadesh Barnea. Sasa imefika wakati huo, wana wa Yuda walimwendea Yoshua hapo Gilgal, na Caleb mwana wa Yefune huyo Mkenzi akamwambia, wewe wajua hilo neno Bwana alilowaambia Musa huyu mtu wa Mungu katika habari zangu na katika habari zako wewe tulipokuwa katika Kadesh Barnea. Nataka hapo tukiwa tu mstari wa 6, nataka tu tukue tofauti ya kwamba nataka uangalie ya kwamba huyu ni Caleb na ananena kuhusu neno lililoashiriwa mtumishi wa Bwana ambaye ni Musa. Siku ya leo tuko na mtumishi wa Bwana katika hii madhabahu. Kuna neno Bwana ameashiria kupitia kinywa chake, kupitia moyo wake kwa ajili yetu sisi. Sijui kama tunalishiriki. Ninapenda moyo wa huyu mtumishi wa Bwana ambaye anamkumbusha mtumishi wa Bwana, ambaye anatembea na neno lililotamkwa na Musa, neno lililotamkwa na overseer mwaka ukianza,
ya kwamba ni mwaka wetu wa kurithi, ya kwamba ni maandiko. Tunaona kuna mfano wa maandiko wa mtumishi ambaye anaitwa Kalebu, ambaye alifuata mtumishi wa Bwana. Hatujaambiwa anasema Mungu, anasema Musa. Anamwambia Musa, huyu mtu wa Mungu, katika habari zangu, katika habari zako wewe, tulipokuwa katika Eastgate usiku wa kuamkia huu mwaka. Amen. Tuende mstari wa 7. Mimi nilikuwa mtu wa miaka 40 umri wangu, hapo Musa mtumishi wa Bwana aliponituma niende kutoka Kadesh Barnea ili kupeleleza hilo nchi. Nami nilimletea habari tena kama ilivyokuwa ndani ya moyo wangu. Ninapenda moyo wa Kalebu, ya kwamba aliweza kutii mtumishi wa Bwana, aliweza kutii sauti ya mtumishi wa Bwana ambaye anaitwa Musa. Wakati huo, nyakati hizo, mtumishi wa Bwana alikuwa anaitwa Musa. Nyakati hii mtumishi wa Bwana, sijakuja kupiga kampeni, lakini moyo wangu hii wiki nimekuwa na himizo, hata mimi nikiwa mchungaji, ya kwamba tuko na mtumishi wa Bwana katika haya madhabahu ambaye ameachilia neno Bwana ameweka katika moyo wake. Na hiyo ndio tunasikia ya kwamba katika umri wako, katika umri wangu, nimeweza kushika hili neno, nimetumwa nikaweze kutembea kama kikathedro, nikaweze kutembea kama mtumishi wa Bwana, nikaweze kupokea urithi wangu. Je, umetii sauti ya Bwana? Mstari wa 8. Lakini wale ndugu zangu waliokwenda pamoja nami walivuja watu mioyo. Oh my God. Sijui uko na nani, sijui unatembea na kina nani. Wakati neno la Bwana liliashiriwa, sijui umekuwa ukitembea na nani. Walivuja watu mioyo, ila mimi nilimfuata Bwana Mungu wangu kwa utimilifu. Mstari wa 9. Kisha Musa akaniapia siku hiyo, kisha overseer akaniapia siku hiyo, akasema, hakika hiyo nchi, hakika urithi wako ambao miguu yako imeikanyanga itakuwa ni urithi wako wewe na kwa watoto wako milele, kwa sababu wewe umemfuata Bwana Mungu wako kwa utimilifu. Mstari wa 10. Sasa basi angalia, yeye Bwana ameniweka hai kama alivyosema miaka hii 45. Tangu wakati huo Bwana alipomwambia Musa neno hilo, alimwambia Musa, it is a reference ya mtumishi wa Bwana. Neno hilo wakati Israeli walipokuwa wanapitia jangwani. Na sasa tazama, hivi leo nimetimiza umri wa miaka 85. Hivi sasa Juni tutakuwa tukisema ya kwamba sasa either utakuwa na miaka 10, miaka 20 na miezi 6, lakini utakuwa ukisema hivi sasa mwezi wa 6 utofauti unaonekana. Haleluya. Mstari wa 11. Hata sasa mimi nina nguvu zangu hivi leo kama nilivyokuwa siku hiyo Musa aliponituma, kama nguvu zangu zilivyokuwa wakati huo, na nguvu zangu ndivyo nilivyo sasa kwa vita na kwa kwenda na kurudi. Haleluya. Mstari wa 12 ambao now emphasize 12 chapter verses 12. Basi sasa unipe mlima huu ambao Bwana alinena habari zake siku hiyo, kwani wewe ulisikia siku hiyo jinsi Wanaki walivyokuwa huko. Amen. Na miji ilivyokuwa mikubwa yenye boma. Yomkini yeye Bwana atakuwa pamoja nami nitawafukuza watoke nje kama Bwana alivyonena. Sema amen. Ninaweza kosa hata kufika mstari wa 15, utaendelea, lakini na uemphasize ya kwamba basi nipe mlima huu. Sema nipe mlima huu. Sema nipe urithi wangu katika jina la Yesu Kristo. Ya kwamba ukikiri na ukiamini ya kwamba hivyo mtumishi wa Bwana nimekuja, Roho wa Bwana amenihimiza ya kwamba this week ya kwamba tuweze kutilia maanani mtumishi wa Bwana neno ambalo alitiwa na Bwana kwa ajili ya maisha yetu. Na hivyo sasa itakuwa mpaka kwa watoto wetu, kwa our generation, katika jina la Yesu Kristo. Wakati nilikuwa nawaza kuhusu inheritance,
nikaona ya kwamba ukifuata hiyo historia utapata, ukienda na Numbers 32, lakini utaenda kujisomea Hesabu 32, utaona ya kwamba vile hiyo habari ilikuwa, haikuwa rahisi, ilikuwa vita. Urithi wa huyu Kalebu, urithi wa wana wa Israeli uliweza kupatikana after conquering, after struggle, after war. Kwa hivyo urithi unapatikana, inheritance ni after kukiwa na vita kali. So haijalishi ya kwamba kuna mambo umekuwa ukipitia, haijalishi ya kwamba watu wamekusema, wamefanya mikutano, hizo vita zote wamejaribu kuziunda, lakini ya kwamba ukiwa na moyo kama wa Kalebu, ya kwamba utaweza kumiliki, utaweza kurithi urithi wako katika jina la Yesu Kristo. Ukiangalia mstari wa kwanza na mstari wa pili pale, inahimiza vile inheritance ilikuwa inafanyika siku zile. Wacha tuisome kwa haraka. Hiyo Joshua chapter 14 verses 1 and verse 2. Kisha hizi ndizo nchi ambazo wana wa Israeli walizotoa katika nchi ya Kanaani, ambazo Elizari kuhani na Yoshua mwana wa Nuni na vichwa vya nyumba za mababa na makabila ya Israeli waliogawanyiwa. Kwa kufuata hiyo kura ya urithi wao. Kwa hivyo kura inapigwa. Kama vile tumeambiwa kwamba tuko na malaika katika first service, tuko na malaika wanatulinda mchana na usiku. Kwa hivyo kura zikihesabiwa, tuko na Chebukati wetu ambao wanatulinda usiku na mchana. Wakati urithi unagao katika bingu, wako pale wanahesabu. Je, swali nimejiuliza nikiwa nimeketi pale, mimi niko upande gani? Niko na hawa malaika ambao wataweza kushughulikia wakati inafanywa kura ya urithi wangu unaweza kupatikana, vile kama Bwana alivyoamuru kwa mkono wa Musa kwa ajili ya hawa makabila 9 na hiyo nusu ya kabila. Japo nilikuwa nataka tuangalie pale ni kwamba kwa kufuata hiyo kura ya urithi wao. Kwa hivyo kuna kura inapigwa katika bingu kwa ajili yangu, kwa ajili yako, katika jina la Yesu Kristo. Na ilikuwa inafanywa na nani? Ilikuwa inafanywa na high priest. Ukisoma vizuri utaona ya kwamba ilikuwa inafanywa na high priest katika nyakati zile. Wao ndio walikuwa wanafanya hiyo kupiga kura, hiyo kuchagua hao watagawa hivi, shamba itakuwa hivi, beacon itakuwa wapi. Ilikuwa inafanywa na makuhani wale wakuu. Saa hizi katika New Testament kuhani wetu mkuu ni Yesu Kristo. Amen. Kwa hivyo Yesu agari katika kiti cha enzi na anaangalia ripoti ya malaika ili atugaiye manyumba. Na bibi nashiriki, naomba Bwana anisaidie prophetic wana ambazo zinaashiriwa na mtumishi wa Bwana, ya kwamba ninaona watu wako na manyumba, ninaona watu wakiwa na magari, ninaona watu wakikanyaga katika cathedral. Huo ni urithi wetu katika hii nyakati. Ninaona watoto wakisoma, wakienenda ng'ambo, malaika wakipelekea Yesu katika kiti cha enzi. Yeye anatugaia. And it is a high priest ambaye hana ubaguzi. Wanyakati zile wangesema hujaleta buzi za kutosha, lakini Yesu alijitoa kwa ajili yetu. Kwa hivyo wakati tunagaiwa, ako katika kiti cha enzi. Sijui ni nini na kuyubayuba, sijui kwa nini unayubayuba, kwa nini nikuwe na shaka ya kwamba nitaweza kumiliki. Labda mtumishi wa Bwana akitangaza, unajiangalia kama wale 9 walisema ya kwamba tulijiona tukiwa grasshoppers. Utaenda usome hiyo yote. Walijidunisha, wakajiona wakiwa chini, lakini Kalebu akakuwa na moyo mwingine, akasema nitaimiliki hii Hebroni, nitaimiliki. Na Hebroni ukisoma katika historia ya Biblia utapata ni mji ambao ulikuwa na watu, kitu ya kwanza, wale waliona watu wanene sana, watu wakubwa, matajiri wakubwa. Mji ambao ulikuwa mtamu sana, uko na maziwa, mji ambao ulikuwa na utajiri mkubwa hata siku ya leo. Na huo ndio Kalebu akasema, hii nono, hii magari, hii manyumba, hii kutembelea kwa ndege, hii uponyaji, hii huduma katika maisha yangu, hii nitaweza kuirithi katika huu mwaka katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo lazima tukue na moyo mwingine tofauti katika jina la Yesu Kristo. Na nikaweza kusaidia kuona ya kwamba hivyo inafanyika hata kwenu. Ukiangalia katika urithi kuna kuwa na vita, kuna kuwa na kugombana, kuna kuwa na kuchukiana. Lazima kuna wenye watakuchukia, wenye utaacha
mikutano nao, wengine utategamana nao ili uweze kupokea urithi wao. Watakusema, watakuchekelea, watakudhihaki kama wale 9 vile walifanya, kwa sababu si rahisi. Ukiangalia pale nyumbani, nimeona ya kwamba watu wengi wakisoma will, inakuwaga kuna wengine wanaenda mzazi wao akiaga, wengine wanafuja mpaka ile saduku, wanafikiria aliweka will hapa, wanang'ang'ana yule atashika, wengine wanaenda kubadilisha. Inakuwa ni vita. Hapana, alisema hivi, kwani wewe ndiwe kunakuwa na maneno mengi. Mnajua hivyo ya kwamba wakati wa kugawana vitu, wakati wa kurithi, kunakuwa na vita katika jamii. Na hivyo ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa kiroho. Shetani hataki turithi, ndio anang'ang'ana na wewe, anakuambia ya kwamba hautaweza, anakuambia kwani miaka hiyo yote huyu mtumishi saizi ndio ameona nitarithi, wakati huu ndio anaona nitafaulu. Nataka kukuambia kwamba hiyo ni habari ya Mungu, anatumia mtumishi wa Bwana. Na tukiwa na moyo kama wa Kalebu, tutabue ya kwamba hata kama itachukua miaka 45 nitaweza kurithi Hebroni yangu katika jina la Yesu Kristo. Give me my mountain in Jesus mighty name. So lazima wapendwa, tujiweke katika hali ya kupigana. Na hali ya kupigana tuwekee Ephesians 6 Waefeso 6 mstari wa 11. Kwa hivyo lazima tujitwike katika vita, lazima tujiandae, kwa sababu ni vita. Si rahisi. Hii si ile ya kukaa starehe urithi ukupate pale. Katika pale kunaitwa mlima. Katika mlima kuna mtu alikuwa anaitwa sijui Washo. Si mnajua hiyo story wa Fransa. Kulikuwa na mtu anaitwa Washo. Alikuwa analima shamba lake. Ikapatikana ya kwamba kuna ndege alipata mahali kuna chijwa, akachukua nyama ikakuja. Ndio watu wanasema imenipata kama Washo. Lakini nataka kukuambia kwamba hiyo ni kusema ya kwamba bure tu bila kufanya kazi. Lakini urithi wetu wapendwa, lazima tugiginyane, lazima tung'ang'ane, lazima tutoke katika comfort zone ili tuweze kushika na kuweza kukamata urithi wetu. So inasema hivi, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kumpiga hila za shetani, kwa sababu huyo ndiye adui wetu. Lazima tujitwike. We have to lazima tujivike the full armor of God, ili ya kwamba utaweza kusoma hapo mbele, utazipata, zitakuambia, na ili ukaweze kushinda katika vita hizi. Amen. Nikaweza kuangalia 3 qualities in very fast, 3 qualities that God honors drawn from the life of Caleb. Yani ya kwamba ashiria 3 ambazo Mungu anaweza kuziheshimu, ambazo zimeweza kutolewa katika maisha ya huyu Caleb. Tunamwangalia Caleb ambaye alisema nipe mlima wangu. Na siku ya leo tunataka kuambia Bwana, tunataka kusema na sauti, tunataka kupasa alipasa sauti. Actually wasomi wanasemaga ya kwamba he shouted, give me my mountain. Amen. So lazima tufugue mpaka kinywa chetu. Wakati mtumishi wa Bwana anasema fugua kinywa chako, lilia maisha, wacha kuangalia mwenzako. Lazima wapendwa tutoke ile desturi. Lazima tutoke maisha ya kawaida, kuomba kama kawaida. Shetani ambaye anatuida, mara nyingine niliwaambia hapa, yeye ako serious. Mission yake anajaribu kukulenga ili akuharibu, akuue na akumalize kabisa. So lazima na wewe ukaweze kuinuka. Lazima niinuke ili niweze kumkiga na kuweza kumshinda. Tumesema 3 qualities that God has drawn from the life of Caleb. 1, God honors obedience. God honors obedience. Mungu anaheshimu kutii. Na tunasema neno linasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Tunaweza fanya vitu zingine zote. Unaweza kuja uweke ceiling, kama hili kanisa letu halina ceiling, lakini kama hauna kutii, hiyo dhabihu yote utapata itakuwa haimpendezi Mungu, haiguzi mbingu. Malaika wakipeleka report. So lazima tukue na roho wa kutii. Lazima tubadilike. Lazima tuangalie maisha kama ya Caleb. Na nikaangalia huyu jamaa ya kwamba hakuangalia Musa. Unajua Musa hakuwa anazungumza kama hivyo nazungumza. Maneno yake tunasikia kwa wasomi wakisema alikuwa na ile kulemewa kutamka maneno ikifuatana. Lakini Caleb hakumdunisha. Hakusema sasa huyu overseer
hata hana ile tumbo kama wale wengine vile watu wanasema, lakini ya kwamba tunatii sauti ya mtumishi wa Bwana, kwa sababu yeye ndiye amewekwa. Unless we are not here, lazima tu decide. If you are in Eastgate, lazima tuamini, lazima tuweze kutii sauti ya Bwana kupitia kwa mtumishi wa Bwana. Amen. Najua hapa hatuwezi pata amen sana, lakini nataka kukuambia kwamba Mungu huwa anaheshimu utiifu. Mungu anaheshimu, na ndio aliheshimu kutii kwa Kalebu. Alimtii mtumishi wa Bwana Musa, akaweza kushikilia mtumishi wa Bwana, akashika ile sauti na akaweza kufanikiwa, akaweza kurithi ule mlima. So Caleb and Joshua waliweza kumtii Musa. Hawakuwa na opposition, hawakuwa na migawanyiko, walikuwa na roho tofauti na wale 10. Wale 10 waliweza kuona hatari wakati waliambiwa wakapeleleze. They saw danger, but the 2 they saw opportunity. Like now tuko na new project katika hili kanisa, tumepatiwa wilaya. Sijui ni wangapi sasa wanasema now this one, kwa nini alikubali? Kwa nini sasa tutaweza? Sasa tunafika wakati tunaigiwa na hofu, tunaigiwa na uoga. Hiyo uoga siku ya leo tunaikanyanga, tunakataa. We have to inherit our cathedral in the name of Jesus. Na wakati tumeinherit, wakati tumeipokelea kwa moyo, nataka kuambia maisha yetu haitakuwa sawa tena. Ikifika June na kuendelea, itakuwa utofauti. Watu watakuwa wakikuja kupata mashauri, mlifanya nini? Lakini ni kutii. Tutakuwa tukiwaambia ni kutii. Lazima tukue na moyo kama wa Kalebu. Ambia mwenzako, lazima ukue na moyo kama wa Kalebu. Moyo wa Kalebu ni moyo tofauti. Moyo wa Joshua ni moyo wa kutii. So the majority measured the giant against themselves. Wale 10 waliweza kuangalia wale giant, wakajipima na hao, wakajiangalia. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu the 2, tunaambiwa ya kwamba Caleb and Joshua measured against God. Waliangalia Hebron, waliangalia Kanani, wakaangalia Mungu wao, yule ambaye wamekuwa wakiambiwa na Musa. Wakasema, huu mji lazima tuumiliki, huu mji lazima sasa tuweze kuurithi katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo natafuta ya kwamba nikapatikane katika Kalebu, nikawe kama Joshua, ya kwamba cathedral ikitagazwa ninaweza kuwa pale, ninaweza kusimama. Milionea wakitagazwa ninaweza kupatikana katika jina la Yesu Kristo. So ninaomba ya kwamba Mungu akatusaidie, Mungu akakusaidie, ya kwamba tukaeke uoga chini, tusiangalie mjengo mkubwa. Kuna mmoja aliniambia, kwani mumejega kiwanja yote? Hiyo mtaweza? Nikamwambia hiyo hata ni kidogo. Tulikuwa tunaomba kama hiyo ingine tunaweza patio tuijaze hapo katika jina la Yesu Kristo. Hii woga sasa lazima tuache. Lazima wapendwa tusimame. Huu ni mwaka wetu wa kurithi, na lazima habari zote zinapitia kwa mtumishi wa Bwana. Nilisema si kampeni, lakini Roho wa Bwana amekuwa akinihimiza. Ni miaka mingi tumefinyiriwa, ni miaka mingi tunapatiwa ujumbe, tukitoka tunaenda tunategemana na watu wanatutoa ule ujumbe, tunawekwa sumu, tunafifia, tunakuwa na uoga, tunakuwa na shaka. Na lakini hizo zote Bwana akatusaidie na akazishughulikie ili tukaweze kusimama. So they magnified God rather than kujiona wakiwa duni. So in the midst of majority, just obey God voice. Hata ukiwa katikati ya watu wengi, just obey God voice. Obey sauti ya Bwana katika jina la Yesu Kristo, kama vile Kalebu walifanya. Hata ukienda Numbers 13 na mstari wa 30, tuweke hiyo very fast. Numbers 13 mstari wa 30. Numbers 13 mstari wa 30. Mstari wa 30. Inasema hivi, Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, na tupande mara moja tukaimiliki, maana tuwaweza kushinda bila shaka. Lazima tushughulikie shaka. Hata Kalebu ili aweze kushinda aliweza kuweka. Na hapa wasomi theolojia wanasema at that point Joshua was silent. There are 2, but Joshua hakuwa na upinzani.
but he was silent. It's kind of walikuwa anamwamini huyu Caleb vile anasimama na ujasiri, lakini ni kama alikuwa na kauoga kidogo. Hiyo ninakataa hiyo uoga katika jina la Yesu Kristo. Ninaweza kuwa niko kiongozi, niko pale tuko chini ya overseer, lakini naweza kuwa pastor, lakini labda niko na kauoga. I might be silent somehow, lakini nikaomba Bwana hii wiki anisaidie, sitanyamaza tena kutetea urithi wetu kama Eastgate. Sitanyamaza tena, na naomba Bwana akatusaidie viongozi, akatusaidie members, ya kwamba hatutakuwa na shaka, tutaweza kusimama na ile sauti yote Bwana anaiweka katika huu mlima wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Amen. So at the background, the good thing with Joshua, hakuenda kutafuta watu. You know, that is what is, hiyo ndio kasuba shetani anajaribu. Ya kwamba ninaweza kuwa niko mchungaji, ya kwamba mtumishi wa Bwana ametoa sauti hapa, lakini nitatafuta members na viongozi wengine tuanze kuongea, wewe unaona kama hiyo ni kama iko sawa? Si unaona kama iko sawa? Unaona kama tutaweza, you know, kuweka vikundi. Kwa hivyo Mungu atusaidie tuwe na roho wa umoja, tuwe kama Joshua, ya kwamba hata kama alisikia anatetemeka, hakubakibite Caleb, aliweza tu kumshikilia at the background, alimsupport na akaweza kuproclaim urithi ambao uliweza kuwafaidi wakiwa wote. Oh my God, tuko almost finishing. Number 2, quality number 2. Tumesema ya kwamba God honors obedience, ni 3 tu. Ya pili nasema God honors faithfulness. Na ile ya kwanza obedience, ukiangalia verse 1 to verse 9 nitakuonyesha utiivu. Ya pili God honors faithfulness. Ya kwamba Mungu huheshimu uaminifu. Mungu huheshimu uaminifu. Hiyo ni mstari wa 10. Hebu tuangalie mstari wa 10. Joshua chapter 14 and verse 10, pale part A. Part A. Joshua chapter 10 and verse A. And part A. Joshua chapter 10, chapter 14 verse 10. Sasa basi angalia, Bwana ameniweka hai kama alivyosema miaka hii 45 tangu wakati huo Bwana alipomwambia Musa neno hilo, wakati wa Israeli walipokuwa wanapitia jangwani. Kwa hivyo Mungu huheshimu uaminifu. Kalebu alikuwa mwaminifu. Kalebu alikuwa na uaminifu. Kwa hivyo tukitazama pale tunaona ya kwamba lazima, in order for us to function well katika kumiliki huu urithi, lazima tuwe waaminifu. Lazima tuaminike katika wito wetu. Lazima tuaminike katika nafasi Bwana ametuweka. Lazima tuaminike katika wokovu wetu katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tukiangalia pale, lazima tuweze kuwa na moyo kama wa Kalebu. So sometimes in so doing make it is possible for someone else to be in the spotlight. Ya kwamba wakati mwingine ukue kama Joshua, si lazima mimi nionekane hapa, si lazima nisimame kwa madhabahu. I can be supporting. Naweza kuwa na support, naweza kuja nimwagilie maji kama ni ule mradi, naweza tia moyo wengine, naweza tia moyo viongozi, naweza tia moyo overseer. Hakuna nafasi unaweza kosa ili tuweze kurithi katika maisha yetu. Lazima tukue waaminifu katika wito wetu, even if hata kama itakuwa ni kusupport. So the Lord spoke this word to Moses, ya kwamba hayo maneno aliyazungumzia kwa Musa. Kwa hivyo na yeye Caleb akaweza kutii, akaweza kuwa mwaminifu katika ile. Kwa sababu ya wakati, wacha tuende the third one. The third one inasema God honors those who don't quit. God honors those who don't quit. Ya kwamba Mungu huheshimu wale ambao hawaondokei, wale ambao hawagairi. Yani ya kwamba Mungu anaheshimu wale ambao si waoga. In other words, tunaweza sema wale ambao si waoga. Na wakati tulikuwa tunafunzwa pale katika Bible study, mtumishi wa Bwana akasema ya kwamba tunda la uvumilivu. Ukiangalia Kalebu hakuwa na uoga, hakuquit. Hakusema sasa haijafanyika katika hiyo miaka, aligojea hiyo miaka yote. Kwa hivyo akakuwa na ile tunda la uvumilivu, na akaweza kuingia katika, akaweza kuzama, akaweza kusonga na ukuta ukiwa umemzingira, kwa sababu alikuwa na alikuwa mwaminifu na hakuquit, aliweza kukaa pale. Kwa hivyo naomba Bwana nisaidie na akusaidie tukaweze kukaa tu hapa. Na tukikaa tu hapa, sisemi kwenda ni vibaya,
but nakuhimiza tu, kaa tu hapa na utaweza kuona uaminifu wa Bwana, utaweza kurithi, utaweza na hayo mambo. Mtumishi wa Bwana anasema ni dhahiri. Last week but one, tukakuwa na msiba wa one of my uncle. Now that uncle ni wale walikuwa prominent hata wakati wa mzungu. Baba yake ambaye ni my grandfather alikuwa mwalimu nyakati zile. Kwa hivyo ni watu walisoma wakapelekwa ng'ambo, ni watu hatukuwa tunategemana nao sana. Tulikuwa ni kama sisi, we are the grasshoppers. Lakini yakaaga na tukahudhuria hiyo tukiwa na some of our cousins. Na wakati tulikuwa pale, ile kitu nilishangaa. Na nikaambia mmoja wa my cousin, kuna kitu tunaambiwa na mtumishi wa Bwana kanisani kwetu, na nimeona ikifanyika siku ya leo. Nilikuwa katika hema katikati, nikatolewa na one of my uncle, senior bishop, akaniita na sikuwa tayari, sikuwa nimeambiwa. Na ile balio, yule alikuwa MC, alikuwa daktari. Yule alikuwa anapeana vote of thanks, alikuwa professor. Kulikuwa madaktari, maengineer, maprofesa ndio wanatayarisha, wanafanya. Watoto wa huyo uncle walikuwa wametoka ng'ambo. Yani you can see the environment ilikuwa pale ni ng'ambo, madaktari, profesa, maengineer. But niliitwa kutoka pale, nikaambiwa, Dennis, kuja hapa haraka, do this and this. Katikati ya huo umati nikafanya party ilikuwa kubwa ya King Mombo ya English, kama vile overseer huwa anatuambia, sikuogopa. Nikachukua microphone, karibu niwaambie hata tunajega mimi ni wapefa, karibu niwaambie tunajega cathedral, lakini kakumbuka ni Murang'a, ni bali sana. But sasa ile kitu nilisimama na ujasiri na nikaweza kutekeleza ile jibu. Nikasema kumbe ninaweza tolewa na ni miongoni ya hao watu. Vile huwa nasema tutapigiwa saruti, majina yetu itabadilishika, tutaweza kupanda kwa mandege, tutaweza kushika magari na mambo mengine. Kama wapendwa, tuamini, it is happening. Kama imefanyika kwangu, inaweza fanyika kwako. Amen, katika jina la Yesu Kristo. So don't quit, simama tu hapo, shika tu lile neno, tembea na hiyo sauti kama Kalebu. Hata miaka kama itaenda miaka 2, miaka 3, gojea tu hapa na ya kwamba itaweza kufanyika katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo Mungu atusaidie na ili tukaweze kuweza kukaa hapa, kwa sababu ile kitu tofauti na Caleb na wale wengine ilikuwa attitude ya Caleb na Joshua na wale 10 ilikuwa tofauti, expectation ilikuwa tofauti. So lazima wapendwa, tubadilishe attitude yetu. Vile tumekuwa instigate miaka ambayo imepita, lazima tubadilishe attitude. Now we are in a district, now we are in a cathedral, we are heading to the cathedral. That's why ni neno la Bwana, lazima tubadilishe kama Caleb, lazima tubadilishe attitude. Ni ile mtazamo wetu na hisia zetu, tabia zetu lazima tubadilishe. Our expectation lazima tubadilishe. Lazima tukue na moyo tofauti na hao wengine wote katika jina la Yesu. Mimi naomba ya kwamba Mungu anisaidie nikakuwe na moyo tofauti, nikakae tu pale kwa mtumishi wa Bwana. Kama vile tumeongozwa wimbo, inaweza kuwa haitafanyika labda, lakini mimi nitakaa pale kwa sababu naamini ya kwamba ni Mungu amemtia katika hii madhabahu, ni Mungu ametia hiyo sauti. Kwa hivyo mimi nitakaa pale and I'm very sure nitaweza kupata urithi wangu katika jina. So nakuombea huo moyo wa kukaa, wa kuvumilia, wa kuweza kugojea Bwana. Finally, kimalizia very fast, obstacles that Caleb would have to overcome to take that mountain for God. Ya kwamba kuna vizuizi lazima ushughulikie. Si tumesema huu mlima ni vita ili uweze kupata. So kuna vizuizi lazima ushughulikie very fast. The first one, obstacle of friends. Lazima ushughulikie hii marafiki. Lazima ushughulikie obstacle of friends. Yani kizuizi cha marafiki. Na si marafiki wa nje, hata marafiki wa Eastgate. Lazima mimi nishughulikie wale marafiki nimekuwa nao. Kama nimekuwa na marafiki, even members, even leaders, and we are not working towards the voice of God, lazima sasa nibadilishe. Lazima niangalie marafiki katika jina la Yesu Kristo. So you watch, lazima uangalie marafiki ambao uko ama unategemana nao, ili ya kwamba upate the spiritual progress katika jina la Yesu Kristo. Either kwa department, katika kanisa yote, katika ushirika, lazima tuangalie. Sisemi tutegamane, sisemi tuchukiane, hapana. Lazima uangalie rafiki, hata kama ni wahiri kanisa ambaye tunaongea na yeye na tutasema ya kwamba haitafanyika, mimi huyo ninambadilisha katika jina la Yesu Kristo. Sijui kama hako, but nikipatana na yeye na ako hapa aniambie haitafanyika,
huyo ninategamana naye, kwa sababu lazima tutembee na the voice of God. So obstacle friends, lazima hata kwa maisha yako, hata kwa urithi wako, kwa afya yako, kwa masomo yako, lazima utegemane na wale marafiki. Tuliambiwa hivyo na mtumishi wa Bwana. Lazima tuchunge mienendo, lazima tuchunge tunakula na akina nani, tunazungumza na akina nani. Jambo la pili, obstacle number 2, obstacle of racial prejudice. Hii ni kumaanisha ya kwamba lazima lazima tuache madharau. Amen. Lazima madharau itoke kwetu. Sababu hii ndio tunaita prejudice, ratio. Ukienda katika ng'ambo, kuna mahali huwezi, ukiwa na sura ya black, kuna mahali huwezi pita, wanasema wale watu wa Mukia wasipite hapa, wanakuona kama monkey. You know that is madharau. Hiyo madharau lazima itoke ndani yetu ili tuweze kutembea. Kama vile nimesema, Kalebu na Joshua hawakuwa na madharau kwa mtumishi wa Bwana. Hata kama alikuwa sauti hawezi kuongea vizuri, lakini walimheshimu, walikaa na yeye na wakaweza kupokea mlima. Na huu ni mlima wa utajiri mkubwa sana. Nikisoma ninapata ya kwamba ilikuwa fenced vizuri. Ile ukuta tulikuwa tunaambiwa asubuhi ya leo, Hebron iko na ukuta mzuri sana, umezuia maadui katika huo mlima, utajiri wa huo mlima. So lazima tuache racial prejudice katika maisha, ile hali ya umadharau katika. So he was not looked down by these two, kwa sababu waliweza kuwa na heshima zile. Kwa hivyo Mungu atusaidie tuache pointing fingers. Ukienda Romans 8:15 and verse 16 utaweza kupata hiyo pale. Kwa hivyo tuweze kuenda another obstacle of age and time, ya kwamba tuweze kushughulikia ile ya kukusumbua ya kwamba ni kama unaona umefika mwisho. Wache kufika mwisho, fika Mungu, kwa sababu hata kama Kalebu alikuwa na hiyo, aligojea miaka yote na akaweza kufaulu. Kwa hivyo usijidunishe, usione kama ni umechelewa. Hapana, ndio kumepabauka. Sikuna yule anasema kumepabauka, si mnamjua? Kwa hivyo hata sisi nataka kukuambia kumepabauka mwaka wa 2025. Kwa hivyo jikaze, simama imara kama Kalebu na utaweza kushinda. Another obstacle, the last one, obstacle of enemy. Kwa hivyo lazima tushughulikie adui zetu. Na adui wetu tunamjua ni Shetani, ambaye anatuweka uvivu, ambaye anatuweka kiburi. So lazima, ukiangalia mstari wa 12 pale part C, Kalebu si ya kwamba alikuwa na shaka, ni kwa sababu vile alikuwa kinena pale, lakini alikuwa anaashiria roho ya humility, ile kunyenyekea. So lazima tunyenyekee ili tuweze kushughulikia maadui zetu katika jina la Yesu Kristo. Jambo la kutia moyo la mwisho pale ni kwamba Kalebu, tunaambiwa na Biblia, aliweza kumfuata Mungu kwa moyo wake wote. Kwa moyo wake wote, ili akaweze kuurithi, aliweza kufuata Mungu wholeheartedly. Wholeheartedly ni kumaanisha bila kujibakishia shaka, bila kubakisha uoga. So lazima tufuate Mungu, lazima ili tuweze kumiliki, tuweze kurithi, lazima tumfuate Mungu na moyo wetu wote katika jina la Yesu Kristo. So ninawabariki katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, warithi wa 2025. Amen.